Salamu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu na asifiwe. Waligani mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo Jumapili ya kwanza ya mwaka wa 2026. Ninaamini kwamba bado unazidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni ile Jumapili ambayo unaona kwamba kila mtu amejiandaa, anasema kwamba leo lazima nifike kanisani mapema. Leo lazima kengele likipigwa pale nitakuwa pale. Maana sitaki Jumapili ya kwanza ya mwaka nikaweze na kuchelewa na ibada. Siwezi nikakaa hapa nyumbani nikakosa kuhudhuria ibada, maana itakuwa namna gani Jumapili ya kwanza? Yaani ni siku ambayo wengi wamejitolea sana katika kumfanyia Mungu kazi, katika kufanya jambo ambalo linaweza likamfurahisha Mwenyezi Mungu. Hiyo roho ambayo uko nayo ya kufanya jambo ambalo litaweza na kumfurahisha Mwenyezi Mungu, barikiwa kwa sababu yake. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Hata ndio sababu nasi hapa tumeweza na kujitolea zaidi ili siku ya leo Jumapili pia ya kwanza ya mwaka usije ukakosa kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Hivyo basi, kama vile ambavyo huwa unafanya siku zile zingine, karibu sana ili ukaweze ama tukaweze kuendelea na kubarikiwa kwa pamoja na neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake, sio mwingine bali ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Pastoret Machakos Sabendikota. Mpendwa mtazamaji, naomba kukusalimu asubuhi ya leo. Hamjambo? Nami si jambo. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametujalia, ambayo ni Jumapili ya kwanza ya mwaka. Tunazidi kumshukuru Mungu. Tuombe kwa pamoja. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi njema. Asante kwa ajili ya neema yako isiyo na kifani. Asante kwa ajili ya baraka zako. Tunazidi kuliinua jina lako. Tuongoze Baba wa mbinguni na uwe pamoja nasi, na neema yako izidi kututosha. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Asubuhi ya leo tutazidi kuangazia neno ambayo tulianza nayo wakati ambapo tulikuwa tunaanza hii wiki ambayo ilikuwa Mungu anaanza kitu kipya ndani ya maisha yetu. Na kama vile jana tumejua ya kwamba Mungu ni Mungu afanyaye mambo mapya, na ni Mungu ambaye anatimiza yote ambayo alituahidi. Pia tunaendelea na kusema ya kwamba Mungu anatembea nasi katika hilo jambo jipya. Atatenda jambo jipya na akose kuenenda nasi. Atatenda jambo jipya na azidi kutuongoza, azidi kutushika mkono, na azidi kutuonekania. Kwa hiyo tunafunga ukurasa wetu ambao tulikuwa tumeufungua wa hii wiki na neno mahali ambapo tulianzia kusoma, ambapo ni Isaya sura ya 43 mstari wa 18 na 19. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Anazidi na kutuambia ile jambo jipya akitenda, atatembea nasi katika hilo jambo jipya. Kwa maana ametupa pia kuona mwaka mpya. Anatuambia atatembea pamoja nasi mpaka tuone mwisho wa mwaka. Atatembea pamoja nasi akifanya mambo mapya, akifanya mambo makuu, akifanya mambo makubwa mpaka tuone mwisho wa mwaka. Kwa hivyo ni jambo la muhimu tujue ya kwamba Mungu akifanya jambo jipya anatembea nasi, na anazidi kutuonyesha ukuu wake, na anazidi kutuimarisha, na anazidi kutuinua, kwa maana ni Mungu ambaye hadiakiwi, na ni Mungu ambaye anatupenda, na ni Mungu ambaye anaonyesha upendo wake kwa njia ya kutulinda. Kwa hivyo tunaangazia mandandoko ambayo inatuambia kutembea na Mungu, ama kutembea na Mungu katika hilo jambo jipya ambayo ametufanyia, na kutembea naye pia mwakani.
Kwa hivyo Mungu anatuhimiza tutembee naye mwakani. Anazidi kutembea nasi na anazidi kutushika mkono, na vile vile tutaona tu mwisho wa mwaka kama vile tuliona mwanzo, tutaona mwisho. Neno la Mungu linatuelekeza na kutuambia ni heri kuona mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu akituelekeza, Mungu akitushika mkono, Mungu akituongoza, tutaweza kuona mwisho wa mwaka na tutamshukuru tena na tena na tena. Ili jambo jipya la Mungu litatokea katika maisha yetu, ama ambalo limetokea katika maisha yetu, tunapaswa kufanya haya mambo mapya ambayo Mungu ametutendea. Tunapaswa tuyadhihirishe ama tuyashike kwa nguvu, ama tuyashikilie kwa kufanya haya mambo. Kuamua kuanza upya katika moyo. Ni lazima tuamue kuanza upya. Kama vile kitabu kikiisha, unaenda unanunua kitabu kingine, ama kitu ulichokuwa nacho kikiisha, unaenda dukani pia unanunua kingine. Ni lazima ukubali kununua hicho kingine. Kwa hivyo ni lazima hata sisi tukubali, kwa maana tumeona na mwanzo mpya, tumeona mwaka mpya. Ni lazima tukubali kuanza na kutembea na hiyo Mungu, na tukubali kimoyo katika mioyo yetu. Tujue ya kwamba Mungu ametenda hili jambo jipya, Mungu ametupa kuona mwaka mpya. Kwa hivyo tumshikilie na tuenende pamoja naye na atatenda makuu. Na kukubali hayo mambo mapya, ama kukubali huu mwaka mpya ili ukaweze kuwa mwaka wa baraka kwetu, ukawe mwaka wa mibaraka, ukawe mwaka wa kuzidi kumtumainia Mungu. Ni lazima tutubu, ni lazima tusamehe, na ni lazima tufungue moyo kwa Mungu ili Mungu azidi kuzungumza nasi. Kwa maana Mungu hawezi kuzungumza na moyo ambao umejaa chuki. Hawezi kuzungumza na moyo ambao hausamehi, umejaa makosa mengi. Hausamehi wenzako lakini wewe unataka usamehewe. Mungu hawezi kuzungumza nawe. Ni lazima ufungue moyo, na ni lazima ujue ya kwamba uamue kuanza na huyu Mungu, na uendelee na Mungu, na uanze moyoni upya ili ufungue ukurasa mpya wa moyo wako, na Mungu atazidi kuenenda nawe. Jambo la pili ni kuamua kutembea kwa imani. Tusitembee kwa akili zetu, ama tusitengemee akili zetu, wala tusitembee kwa vile tunavyojua kiwango tulicho nacho. Ni lazima tujue Mungu anatuelekeza na kutuambia. Ni lazima tuamue kutembea kwa imani. Tujue mambo ya imani ni polepole. Mambo ya imani ni kwa hatua mpaka tunafikia kiwango tunataka. Mambo ya imani pia ni yana ukimya. Si mambo ambayo yana kelele, ni polepole kwa ukimya, na Mungu anatutenda makuu. Kwa hivyo tukiamua kutembea kwa imani, ni lazima tuwe waombezi. Ni lazima tukirimie huu mwaka, ama tuidumishe mwaka, ama tuidumishe mambo ambayo Mungu ametutendea kwa maombi, kwa bidii yetu, kwa maamuzi mapya, na pia maamuzi ya utakatifu. Tujue ya kwamba tukiamua, ni lazima tuamue kufanya mambo matakatifu. Tusiwe na maamuzi mabaya ambayo yanatupeleka kiwango cha chini, ama yanatupeleka kiwango cha chini cha imani, bali tuwe na maamuzi mazuri ambayo yanatupeleka kiwango cha juu cha imani tuliyo nayo ndani ya Kristo. Jambo la tatu ni lazima tuwe na maono mapya. Lazima uwe na maono mapya, kwa maana ukifungua ukurasa mwingine, lazima uandike mambo mapya ambayo unahitaji Mungu akutendee. Kwa hivyo tuwe na maono mapya. Usiwe na maono ambayo ulikuwa nayo juzi,
maono ambayo ulikuwa nayo jana, maono ambayo ulikuwa nayo mwaka uliopita, fanya maono yawe mapya na Mungu. Andika malengo yako pia ya mwaka na Mungu ataweza kukutimizia. Ni lazima ufungue ukurasa na uandike malengo yako yote ambayo unataka Mungu akufanyie mwakani, na pia uwe na mwongozo. Omba Mungu hawe anakuongoza. Omba Mungu katika kila jambo. Kila jambo anza na maombi. Hata kama ni kazini, anza na maombi. Na kitu kingine, jenga tabia zinazoendana na maono yako. Usiwe na maono na yakose kuendana na tabia yako. Ukiweka malengo, ukiweka maono, ukiweka mwongozo wako ambao utakuwa unaongozwa na Mungu, ni lazima pia uzingatie tabia yako iandamane na malengo uliyo nayo. Tabia yako iandamane na maono uliyo nayo, na Mungu atakusaidia. Ni lazima pia, jambo la 4, uachilie udhaifu na kushikilia neema. Tujue ya kwamba tunaishi kwa neema. Ni Mungu tu ametuneemeshia kuona huu mwaka. Ni Mungu tu ametukirimia neema yake. Ni Mungu tu ametushikilia, na ni Mungu tu ametupa kuona huu mwaka. Kwa hivyo tujue ya kwamba tukiachilia udhaifu na kushikilia yaliyo mema, ama kuishikilia neema ya Mungu, neema itatubeba, neema itatuongoza, na neema itatufikisha popote tuendapo. Kama ni kazi unahitaji, jua ni Mungu anayetimiza malengo. Jua ni Mungu anayetupa kazi. Kama ni mahali ambapo unamhitaji Mungu, muombe na umtegemee na umtumainie, naye atatenda kwako. Na zaidi ya yote, uachilie mambo ambayo unaona unjiwezi, na ushikilie mambo ambayo Mungu amekupa kwa neema, na ujue neema ipo katika udhaifu wako, na Mungu atazidi kutushika mkono, na Mungu atazidi kutuongoza. Kwa hivyo tuzidi kumtumainia huyo Mungu na tusimwachilie. Tushikilie yeye na tumshikilie mpaka mwisho wa dahari, na atazidi kutenda pamoja nasi, na atazidi kutuinua, na zaidi ya yote neema yake itazidi kututosha, na baraka zake zisizo na kifani. Mungu atubariki na ambariki neno lake. Amina. Asante Mwenyezi Mungu, kwa maana umekuwa nasi, Baba wa mbinguni. Umetulinda, umetuongoza, Baba wa mbinguni, kutoka mwanzo, Baba wa mbinguni, wa mwaka, Baba wa mbinguni. Tunasema uhimidiwe, Baba wa mbinguni, na utukuke. Hata Baba wa mbinguni, kutoka mwanzo, Baba wa mbinguni, wa mwenzi, umekuwa Mungu mwenye nguvu na Mungu mkuu. Baba wa mbinguni, tunaliinua jina lako na kulitukuza. Hata Baba wa mbinguni, kutoka mwanzo wa wiki, Baba wa mbinguni, umekuwa Mungu pamoja nasi. Ili ndio Baba wa mbinguni, natukuka uketipo mahali pako patakatifu. Zidi kutuongoza, na zidi Baba wa mbinguni kutuonyesha baraka zako, Baba wa mbinguni, ambazo umetubariki, na neema yako isiyo na kifani, Baba wa mbinguni, kwetu, ili tuzidi kukutegemea wewe, na tuzidi kukaa, Baba wa mbinguni, ndani yako. Tuongoze, Baba wa mbinguni, na uwe nasi, Baba wa mbinguni, siku yote. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Kutembea katika jambo jipya. Leo siku ya Jumapili ya kwanza ya mwaka wa 2026. Ningependa ukaweza na kuandaa maisha yako, kuandaa moyo wako kutembea katika jambo jipya. Maana Mwenyezi Mungu anafungua jambo jipya. Mwenyezi Mungu anakufungulia jambo jipya katika maisha yako. Mwenyezi Mungu anafungua njia ambayo shetani aliweza na kufunga mwaka uliopita. Haijalishi ni yapi uliweza na kuyapitia, haijalishi ni jangwa la gani uliweza na kuipitia, lakini Mwenyezi Mungu atafanya njia pale ambapo watu waliona kwamba kumefungwa. Na ni hivyo, fulani wa fulani hapa hawezi akavuka. Wao sio Mungu. Kuna Mungu ambaye anakuambia kwamba andaa moyo wako kuweza na kutembea katika jambo jipya siku ya leo, yani mwaka wa 2026.
Anza kuhitimisha vizuizi vya zamani. Yani ukaweza na kuzimaliza. Sahau kabisa hizo vizuizi. Haijalishi shetani aliweza na kutumia njia ya aina gani. Waambie mwisho ni mwisho. Hapa mambo yako na mwaka uliopita nilimalizana nawe. Hapa hauvuki. Hapa ufanyi lolote. Hapa haunifungii. Mwenyezi Mungu akiwa ashanifungulia, ninatembea katika jambo jipya. Mambo ambayo yaliweza na kupita na wakati, mimi sipo pale tena. Anza yasahau kabisa. Yatupilie mbali mambo ya zamani. Anza kuamini mpango wa Mungu. Maana mpango wa Mungu ni mwema, mafikira yake ni mema, kusudi lake ni njema juu ya maisha yako. Yani anza kuamini mpango wa Mungu. Wacha Mungu ukampe nafasi afanye kazi ndani ya maisha yako, na hakika ataweza na kufanya kazi njema. Hakika hata nao utaweza na kuifurahia. Itakuwa ushuhuda kwa wale wengine. Watakuangalia waseme kwamba kweli huyu ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Kweli huyu wakati ambapo anatuhubiria kitu ambacho kinafanya kazi. Kweli amebarikiwa, kweli ameinuliwa, maana ameweza na kuamini mpango wa Mungu. Amini huo mpango. Zidi na kujitolea katika huo mpango. Zidi na kufanyia huo mpango kazi, usije ukakaa chini. Fanya kazi. Jipeane mbele za Mwenyezi Mungu, na hakika utaona akikutendea mwaka wa 2026. Ninakutakia wakati mwema, ibada ya baraka kwa siku ya leo. Mungu awaone mema yake, Mungu akawakumbuke wakati ambapo ninajua leo utaweza na kutamka mengi mbele za Mwenyezi Mungu. Watumishi wote wa Mwenyezi Mungu watakaohudumia kanisa lake, Mungu awabariki. Pastor, tumeshukuru sana. Hakika wiki yote umetufundisha mengi, ukawa ni baraka kwetu, ukaweza na kutufukisha mwaka, ukatufundisha mengi ambayo tunafaa na kuyatenda ndani ya mwaka. Mungu aendelee na kukuinua. Mtazamaji wangu, ninamshukuru Mwenyezi Mungu ni kwa sababu yako, kwa kufuatilia hiki kipindi mwaka mzima, tukavuka mwaka pamoja. Mungu akubariki. Ni maombi yangu ya kwamba huu mwaka utazidi hata na kuongezeka. Ita 1, 2, 3 ili wakawe hii ibada ya manyunyu ya baraka iendelee na kukua siku baada ya nyingine. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael, nikikuombea mema ya Mwenyezi Mungu, nikiomba kwamba neema yake ikaweze na kututosha, na pia tukaweze na kuona uwepo wake. Bye bye.